Bana, mnyama amecharuka kweli kweli na hana masiara kwenye swala zima la usajili. Mnyama anahitaji kurejesha ubora wake, mnyama anahitaji kurejesha makombe mitaa ya Msimbazi. Hii ndo kauli ambayo unaweza kuzungumza kutokana na namna ambavyo Simba wanafanya usajili. Wamesajili vyuma vya maana. Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka wamemrejesha, lakini wakaona haitoshi, bado kuna haja ya kusajili namba 10 wengine wa maana zaidi, lakini pia winga wa maana zaidi kwa ajili ya kuongeza ubunifu kwenye eneo la ushambuliaji. Klabu ya Simba tayari wamekamilisha dili la usajili. Moja kati ya mchezaji ambaye bado hajamtambulisha watakuja kumtambulisha, na tayari wamesha msainisha mkataba bwana mdogo ambaye anaitwa Anicet Oura. Huyu ni mnyama piwa kwa hivi sasa, na Simba wamekamilisha usajili wa winga huyu raia wa Ivory Coast, anaitwa Anicet Oura, ana umri wa miaka 22 na Mwamba ameingia Simba kama mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na timu ya IF Gnistan ya Finland. Mchezaji huyu pia ana uwezo mkubwa sana wa kucheza kama winga, anacheza kama namba 10, moja kati ya mchezaji ambaye ana kasi, ana speed, ana skills za kutosha kabisa miguuni mwake. Ana uwezo pia kutengeneza pass, V-pass, anapiga vizuri, lakini ana uwezo wa kupiga zile pasi za kuvunja mistari. Ana uwezo pia wa kufunga vizuri kabisa. Ni winga ambaye tunaweza kusema kwamba hili ni ingizo la kocha wa Simba, kwani wamewahi kufanya kazi pamoja pale Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, na akaona kuna haja ya kumleta mitaa ya Msimbazi. Anicet Oura ni balaa jipya mjini. Mnyama amecharuka, mnyama ameinuka, mnyama hana masiara, anahitaji kurejesha ubora wake. Na kama hiyo itoshi, Simba pia wamekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Colombe Sports ya pale Cameroon, na ni raia wa DRC Congo. Mwamba anaitwa Ino Josephine Loemba, ana umri wa miaka 21. Huyu jamaa naye pia ni namba 10 na amejiunga na klabu ya Simba, amesinya mkataba wa miaka 2. Mwamba ni mrefu, anaiti ya kutosha, ana speed, naye pia ana kasi vile vile. Hili ni balaa jingine ambalo la kuja kuleta ushindani mitaa ya Msimbazi. Wakina Elia Mpanzu, wakina Morris Abraham, wakina Neo Maema wanapaswa kupandisha soksi. Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka ambaye pia ameongezwa kwenye hicho kikosi, na anapaswa pia kupandisha soksi vizuri kutokana na namna ambavyo mnyama anafanya sajili zake. Simba kiukweli wamecharuka na hawahitaji masiara hata kidogo kwenye dirisha dogo. Dirisha dogo unaambiwa kwamba uwezi kupata wachezaji ambao ni bora, lakini mnyama anaonekana enda katika zile nyanja ambazo Young Africans wameweza kuzifanya. Jana tunaona namtambulisha Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka, ubora wake pia anafahamika, lakini pia wamemtambulisha goalkeeper Jibrila Kasali, moja kati ya goalkeeper ambaye ni bora. Tumemwona pia kwenye timu ya taifa ya Nigeria, lakini pia walimtambulisha Ismail Toure, raia wa Ivory Coast, beki wakati kweli kweli. Ana uwezo wa kuruka mipira juu, lakini pia mipira chini anapita nao vizuri kabisa. Mnyama hana masiara, haswa anahitaji kuhakikisha kwamba anarejesha makombe. Unyonge hataki kuendelea kuona ukitawala. Tuliona pia Nixon Kibabage alitambulishwa hapo mitaa ya Msimbazi, lakini pia tuliona yule winga wa raia wa Senegal, Libase Gueye, bwana mdogo mwenye umri wa miaka 22, ambaye tuliona kitita kirefu. Mnyama alimwaga karibu shilingi milioni 883 ili kuweza kupata saini yake. Mnyama kiukweli anahitaji kuhakikisha kwamba anarejesha ubora wake ambao amepoteza kwa muda mrefu. Makombe yamepotea mitaa Msimbazi, hivyo wanaamini kwamba wakifanya sajili kwa hivi sasa mambo yanaweza yakarejea vizuri. Na kumbuka kwenye dirisha kubwa la usajili walifanya usajili, lakini hawaoni kama ina impact
yoyote, wakaona kwenye dirisha dogo kuna haja ya kuja kwa kasi kwenye swala zima la usajili, na ndicho ambacho wanakifanya wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka hivi sasa usiku huu dili ambalo limekamilika, tumeona tayari wamekamilisha, ni bado tu kuwatambulisha hawa wawili, huyu ambaye alikuwa anakipia kwenye kikosi cha Colombe Sports kule Cameroon, raia wa Congo, Josephine Loemba, ana umri wa miaka 21 jamani. Lakini pia tumeona kwa namna ambavyo hawataki masiara, wamekamilisha pia dili la huyu bwana mdogo Anicet Oura mwenye umri wa miaka 26, na nikwambie tu kwamba kilichobaki kwa wachezaji ni utambulisho tu, kila kitu fresh. Mnyama kashakamilisha, hivyo anahitaji kuweza kuona namna kuweza kutambulisha hivi vyuma ili mambo yaweze kuanza pale mitaa ya Msimbazi bana. Hakikisha unaendelea kuifuatilia Gift Online TV, hakikisha una subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu za kimichezo. Bado kuna mengi ambao tutakufahamisha hapa vizuri kabisa. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea pia kubaki nasi vizuri. Bye bye kwa wakati huu.